Mtazamaji wa Mbayu TV, chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kupitia ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa X zamani Twitter kimeweza kutoa taarifa ya kwamba jeshi la polisi nchini Tanzania limezuia mkutano wa makamu mwenyekiti wa chama hicho kwa upande wa Tanzania bara John Heche katika jimbo la Mbarali mkoani Mbeya, kitendo kinachoashiria matumizi mabaya ya vyombo vya dola katika kuzorotesha shughuli za kisiasa nchini, ambapo wanasema kuwa wanalaani vikali vitendo hivi vya kuingilia haki za msingi za kisiasa ndani ya mazingira huru ya Tanzania. Hiyo ni taarifa ambayo imeweza kutolewa na chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, ambapo mapema leo hii chama hicho kilikuwa kinatarajiwa kuweza kufanya mkutano ambao ungeongozwa na makamu mwenyekiti kwa upande wa Tanzania bara John Wagesa Heche na Dr. Wilbrod Slaa katika eneo hilo la Mbarali mkoani Mbeya huko, ambapo walikuwa wanaendelea na ile mikutano yao ambayo tulishuhudia siku ya Jumapili tarehe 23 ya mwezi wa 3 mwaka 2025 waliizindua pale katika viwanja vya Rwanda Nzovwe mkoani Mbeya, ambapo katika siku ya jana John Heche pamoja na Dr. Slaa wao walikuwa huko Kiela, huku mwenyekiti wao na viongozi wengine wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema wenyewe wakawa wameelekea huko katika mkoa wa Rukwa na walikuwa katika jimbo la Nkasi. Wameweza kufanya mkutano huko, wamezungumza na wananchi wa maeneo hayo, na leo hii ni katika kuendelea na ziara zao katika maeneo ya kanda ya Nyasa. Manake wanataka kuhakikisha kwamba wanaimaliza kwanza kanda ya Nyasa, na ndio maana wameweza kugawanya timu. Na kitendo hiki kimeweza kuwaibua watu wengi sana baada ya kuweza kutolewa taarifa hizi ambazo zinaashiria kwamba mkutano wa John Heche umezuiliwa, ambapo wengi wameweza kuibuka katika mtandao wa kijamii. Tumeshuhudia mapema watu wengi wameanza kuposti ama wameanza kutoa taarifa hizi, na watu wakawa wanafikiri kwamba haya mambo yanaanza kuwa sasa magumu. Sasa mbona kama vitu vimeanza kuchangamka, kwa sababu ni mwaka wa uchaguzi huu inanyima uhuru wa chama fulani kuweza kujitangaza zaidi. Na itakumbukwa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema katika mikutano hii wanayoifanya hivi sasa, ambayo itafanyika kwa muda wa siku takribani 47, kama ambavyo wao wameweza kusema, ni kwamba wanakwenda na ajenda moja kuu, ambapo ajenda yao kuu ni kwamba no reform no election, ni operation ambayo inalenga kwamba kama kutokuwa na marekebisho katika kanuni mbalimbali za uchaguzi, basi wao kama chama cha demokrasia na maendeleo Chadema hawatoweza kushiriki uchaguzi. Na hii imekuwa ikizungumzwa kwa msisitizo mkubwa kabisa na chama hichi tangu ambapo wameweza kuitamuka ajenda hii, na si ajenda ambayo imeweza kuanzishwa na uongozi huu wa Tundu Antipas Lissu. Ni ajenda ambayo tumewahi kumsikia aliyewahi kuwa mwenyekiti wao ambaye amemaliza muda wake mwezi Januari, miezi takriban 2 iliyopita, kwa maana ya Freeman Aikaeli Mbowe. Alisema kuwa wao hawatoweza kushiriki uchaguzi kama ambavyo hivi wanaendelea kuisimamia ajenda hii Chadema wamekuja kuitekeleza. Na alisema wazi kabisa mwaka 2025 ni mwaka wa uchaguzi ambao ndo mwaka huu. Kama yale ambao wanayahitaji yaweze kurekebishwa hayatafanyika, reformu ambazo wenyewe wanazihitaji hazitafanyika, basi hawatoweza kushiriki uchaguzi. Na Tundu Antipas Lissu yeye amesema kwamba hawatoshiriki uchaguzi, na sio kwamba wanasusia uchaguzi, lakini hawatoshiriki uchaguzi kama kutakuwa na marekebisho katika kanuni na sheria mbalimbali za uchaguzi. Kwa hiyo wanahitaji ziweze kufanywa marekebisho sheria zote za uchaguzi ambazo zinapelekea matokeo ya uwizi wa kura ama kubadili matokeo ya uchaguzi. Wenyewe wanataka kuhakikisha kwamba mtu hata ukiwa nyumbani unatangazwa mshindi endapo umeweza kushinda. Na ameenda mbali zaidi, amesema sio kwamba wanahitaji wao wasimamie uchaguzi, hata wao hawahitaji kusimamia uchaguzi, bali wanahitaji undwe tume ambayo itasaidia matokeo yaweze kutangazwa kwa uhuru na haki. Ameshinda mtu wa TLP aweze kutangazwa kwa uhuru na haki. Ameshinda mtu wa NCCR Mageuzi aweze kutangazwa kwa uhuru na haki. Ameshinda mtu wa Chama cha Mapinduzi aweze kutangazwa kwa uhuru na haki. Hali kadhalika akishinda mtu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema na vyama vingine waweze kutangazwa kwa haki bila kubadili matokeo kwa aina yoyote ile. Na hii ni mikutano ambayo imeweza kuwaibua watu wengi, na pengine watu wengi walikuwa wanafikiri kwamba
uongozi huu mpya wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema watakwenda kuadhirika kama alivyosema mwenyekiti wa chama hicho kwamba wanakwenda kuadhirika katika mikutano hii ambayo wanaweza kuifanya, kwa sababu ni kundi kubwa la watu wameshapoteza imani na Chadema, lakini watu wameweza kushuhudia hivi sasa kila sehemu ambazo wanapita mwitikio umekuwa ni mkubwa. Wananchi wengi wamekubali kuwaunga mkono, wananchi wengi wamekubali kuwapokea na wanawapatia support kubwa. Hata wao wenyewe wanashangaa. Juzi tumeshuhudia wakati wanazindua ile mikutano, mwenyekiti wa chama hicho taifa Tundu Antipas Lissu alisema nimeshangaa sana, walikuwa wanadhani kwamba tukija Mbeya tunakuja kuadhilika. Nimeona Mbeya imekuwa Mbeya. Kwa maana hivyo anaamini kabisa Mbeya ni moja ya ngome ambazo tunaweza kusema ni ngome za upinzani. Kuna mikoa ambayo ukiweka hapa nchini unasema hii ni ngome ya upinzani. Unazungumzia mkoa kama wa Mbeya, unazungumzia mkoa kama wa Mara, unakuja unazungumzia mkoa kama wa Arusha. Ni moja ya mikoa ambayo chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kimeweza kuwa na nguvu sana katika maeneo hayo, na ndio maana akawa anasema ningetaka kushangaa kama Mbeya mngeniangusha. Na hii imeweza kumsaidia hata alivyokwenda Rukwa huko Nkansi, ameweza kupata kundi kubwa la watu ambao wameweza kumuunga mkono, lakini hali kadhalika katika eneo la Kyela ambalo walikuwepo ni makamu mwenyekiti wa chama hicho ameweza kupata uungwaji mkono. Na leo hii inakuwa ni siku ya 3 kati ya zile siku 47 za mikutano ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, lakini ndo tumeshuhudia mkutano mmoja ambao ulikuwa unapangwa kufanyika mapema leo hii pale katika eneo la Mbarali umeweza kuzuiliwa kwa taarifa ambazo mpaka hivi sasa tupo nazo sisi kama Mbayu TV, na Chadema wameweza kuzithibitisha katika mitandao yao ya kijamii, hususan pale katika ukurasa wao wa X zamani Twitter, sehemu ambayo Chadema imeweka nguvu kubwa kabisa, kwa sababu wanaamini watu wengi ambao wanaunga mkono wanapatikana katika maeneo hayo. Ni moja ya mtandao ambao umekuwa ukitumiwa sana na chama hiki katika kueneza ajenda mbalimbali kupitia zile Twitter Space. Wamekuwa wakianzisha mijadala mbalimbali ambayo unakuta inashirikisha wadau wengi kutoka pande mbalimbali za dunia, na watu wanachangia, wanaonyesha kuunga mkono, na ndio maana ukurasa huu umekuwa ukitumika sana na chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Ukienda pale ukaandika Chadema Tanzania utakuwa unapata taarifa zote ambazo Chadema wanakuwa wanazitoa, na si taarifa ndio tumeitoa pale kwa sababu ilikuwa imeanza na samba baadhi ya viongozi na wanachama wa chama hicho walianza kutoa taarifa hizo, lakini tulikuwa tukisubiri kuona kwamba inakuwaje. Wao Chadema wanaweza kuthibitisha taarifa hizi, na pasi na shaka wameweza kuzithibitisha, zimekuwa katika hali ya uhalisia wake, na ndio maana sisi tumeweza kukufikishia wewe mtazamaji wetu ili uweze kuelewa ni kipi ambacho kinaendelea katika ile mikutano ambayo Chadema wameweza kuianza katika siku za hivi karibuni, wakitarajia kuweza kuzunguka nchi nzima, ambapo hata Hilda Newton naye ameweza kuja na maoni yake. Amesema huu ni moja ya ushahidi wa kwamba jeshi la polisi Tanzania ni tawi la CCM. Ameweza kusema hivyo Hilda Newton, moja ya makada wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Anasema nakuta humu kuna CCM, wanasema Chadema imekufa. Sasa kama imekufa inakuwaje mnatumia nguvu kubwa kiasi hiki kupambana na maiti? Ameweza kuuliza hivyo, kama unasema Chadema imekufa, unaanzaje sasa kupambana na maiti? Kwa sababu kama imekufa Chadema maana yake haina nguvu. Bwana, hii ni Mbayu TV, tupo tayari kujuza kila kitu ambacho kinatokea kila siku na kila saa. Cha kufanya wewe hakikisha kwamba una subscribe YouTube channel yetu, lakini pia hakikisha kwamba una like, una comment na kushare taarifa zote ambazo sisi tunakupa wewe kila siku na kila saa. Lakini pia una fursa na nafasi ya kutufuata pale katika akaunti yetu ya Instagram. Huko sisi tunapatikana kwa jina la Mbayu TV. Huko pia tunakuelimisha na kukuburudisha wewe. Uwe na siku njema. Nite David Edward.